Wechazi. Imboga vipi? Mbona umedokolewa? Ni mimi mama. Nimekuja na rafiki yangu tukapakua mboga na chakula tukala watu wawili. Mmekula wote? Wawili. Hivi unajua mboga ya bajeti mnakuja na watoto mnaanza kula wawili. Hivi kweli wewe mtoto unagawa mboga mnakuwa nani unagawa mboga wewe? Nauliza wazazi hana? Anao. Sasa kama anao mbona ananiambia? Wajala siku 2. Tupendane sisi kwa sisi. Sasa utakula kwao. Mchungaji, kama nilivyokuambia, nimechoka huyo mwanamke. Kila siku ananinyima haki yangu za ndoa. Nimechoka sana, sijui nifanyeje. Sio wewe tu kwamba umechoka, hata mimi vile nimechoka. Naomba mnisikilize kwa makini. Kwanza niwapongeze kwa kuchukua uamuzi wa kutafuta msaada wa Mungu ili kusudi mpate suluhu. Kwa kuwa mmekuja kutafuta suluhu, naomba mnielewe. Ndoa yenu sio ya kienyeji. Ni Mungu ndiye aliyewaunganisha. Kwa kuwa ni Mungu ndiye aliyewaunganisha, yeye anachukia kuachana. Kwa hiyo ondoa fikra za kumchoka mkeo, na wewe ondoa fikra za kumchoka mmeo. Usitake mme wako akaanza kujitabisha na njia zingine mbovu. Usiwe mchoyo. Sasa okay, kama umpi mmeo unampaga nani? Unampa nani? Okay, sasa kama umpi mtu yote, mbona mwenzako unamtabisha? Mbona mwenzako unamfanya kuwa mtumwa? Pe mwenzio haki yake. Huo mwili huo hauna amri juu ya huo mwili ila mume wako. Na mwili wa mmeo hana amri juu ya mwili wake ila wewe. Wewe upo kwa ajili ya mmeo na mmeo yupo kwa ajili ya kwako. Nini maana ya kuwa mwili moja? Mungu anasema hivi, msinyimane japokuwa mmeahidiana kwa muda, mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena ili shetani asije akawajaribu. Uliolewa ili ukaoshe vyombo? Hapana. Uliolewa ili ukapike? Hapana. Sasa kama hapana, mbona unamnyima mwenzako? Usiwe mchoyo. Mbona kwa mchoyo kwa mmeo? Sasa kama umpi mwenzio, nini maana ya kuwa mwili mmoja? Hausimtesi mwenzako bwana. Unanielewa? Sawa mchungaji, nimekuelewa. Sitanyima tena haki yake. Unapomfanya mtumwa hata akili yake inachanganyikiwa, hawezi kwenda kufanya kazi vizuri akaleta riziki nyumbani. Okay, nashukuru kwa kuwa umenielewa. Naomba tupishe kidogo, tusubirie pale ndani. Wewe ni mwanamume mwenzangu, naomba nisikilize neno hili. Usiwe mroho. Unanielewa? Usitake sana. Unapenda chakula gani? Wali. Vipi kama utaula wali leo, kesho kutwa unaula mtondogo, unaula vipi? Unakinaisha baba. Unakinaisha. Sasa ndicho kinachokutokea. Sasa wewe kwa kutaka sana mwisho siku anakinai. Usiwe mroho. Usitake sana. Mama nikampakulia mgeni chakula. Mama niende.
Kielele. Kwani kakwambia anataka kula? Kama ipo kwenye mfungo je? Eti dada. Haupo kwenye maombi kweli? Uwe na amani. Mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Usitake sana. Wewe umesomea uchumi? Unafahamu kitu kinaitwa demand? Demand maana yake nini? Uhitaji. Uhitaji, si ndio? Tengeneza demand. Unanielewa? Yaani mfanye na yeye demand. Sasa wewe ndio wakutaka tu. Mwisho wa siku sasa ana kinai. Tengeneza demand. Unanisikia? Ya jizuie. Ndio hata kama unataka lakini jizuie, unajikasa hiyo. Na yeye atake. Unanielewa? Jizuie. Hafu kingine, usije ukathubutu kutoka nje ya ndoa ukaenda kufanya zinaa kwa sababu mke hajakupa. Vumilia mpaka siku ya kujiliwa. Unanielewa? Kwa sababu zinaa inaondoa ufahamu. Wengine wakishaona sasa umeingia kwenye hiyo changamoto, wengine wanaenda kunywa pombe, anatafuta mwanamke wa nje. Sasa ni kitu kibaya sana. Kwa nini? Kwa sababu zinaa na pombe huwa zinaondoa ufahamu. Ufahamu wa mtu ukitoka, ni nguvu ya huyo mtu imetoka. Ufahamu wa mtu ukitoka, hawezi huyo mtu kutawala. Ufahamu wa mtu ukitoka, hawezi huyo mtu kumiliki. Kwa sababu ufahamu pamoja na hekima ndivyo huwa vinamfanya mtu aweze kufanikiwa kwenye mambo yake, aweze kupata utajiri hata na heshima, tena utajiri unaodumu. Sasa zinaa na pombe vinaondoa ufahamu. Usije ukaenda kufanya zinaa wala kunywa pombe eti mkeo alikunyima. Vumilia. Unanielewa? Lakini tengeneza nini? Tengeneza nini? Demand. Nini? Jizuie. Control mwili. Control hisia. Zikontrol hisia. Dhibiti mwili wako. Hai. Mke wangu. Ondoke. Ndo mnatuacha sasa. Yaani ungekaa tu bwana. Haya, sawa. Sasa naomba mtumie nauli. Mungu awabariki. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Enjoy yourself. Furahini katika Bwana. Furahini katika Bwana. Mke wangu, hata lini utaacha tabia ya uchoyo? We mama, utaacha lini tabia ya uchoyo? Angalia, mama yangu mzazi amekataa kuja hapa kwangu kwa sababu ya uchoyo wako. Hataki tena. Sio tu mamangu, hata mama yako mwenyewe hataki kuja hapa kwa sababu ya uchoyo. Haya machakula unayowanyima watu yatakupeleka wapi? Kitu ambacho na kila mwisho wa siku unaenda kukitupa. Kama unawanyima watu hadi chakula, Mungu hawezi kukupa. Acha uchoyo mke wangu, acha uchoyo. Kwa nini uchoyo? Sikiliza. Ukiwa mchoyo, utavutia watu wachoyo. Unavuta watu kuja kwenye maisha yako wa aina yako, wa tabia yako. Mtu mwenye tabia ya uchoyo, hata watu watakaomzunguka ni wachoyo vivyo hivyo. Lakini mtu mtoaji, hata watu watakaomzunguka kwenye maisha yake ni watoaji. Watoaji. Hata lini utakuwa mchoyo? Uchoyo unaleta umaskini. Angalia sasa hivi tungekuwa tumeshafanikiwa, tungekuwa tumeshaendelea, lakini kwa sababu ya uchoyo wako kuna mambo hayaendi sawa. Utaacha lini uchoyo? Lini? Utaacha lini? Acha uchoyo. Unanielewa? Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Najua hapo nimekosea na nimekosea sana. Nimejifunza.
kutokana na hiyo. Tena nimejifunza pakubwa. Hata ile 50 walionipa nikanunue gaoni, nitamtumia tu mama mkwe apate naye ya kutumia. Ndio Mungu anapenda watu wanaotoa. Ukitoa unapewa. Toa ulicho nacho, upewe usicho nacho. Kipimo kile kile unachowapimia wengine ndicho utakachopimiwa tena kwa kusukwa. Ukiwanyima wengine na wewe utanyimwa vivyo hivyo. Toa ili upewe. Ukiwa mtoaji, Mungu anakuongezea. Watu ni maskini wengine ni kwa sababu ya uchoyo. Uchoyo unaleta umaskini. Acha uchoyo. Kuwa mtoaji. Wape watu vitu. Sawa.